Kama kuna kitu ambacho wananchi wanachukia ni lugha za vijembe, mipasho, ushabiki wa vyama bungeni. Kwanza tukumbuke wote, bila kujali itikadi za vyama vyetu, sisi ni kitu kimoja. Na pili, tumechaguliwa kuwawakilisha wenzetu. Baada ya miaka mitano, kila mmoja atarudi kwenye jimbo lake kuomba kura, na huko atapimwa kwa maendeleo aliyoyapeleka. Ningewaomba tusimame pamoja. Tanzania ni yetu sote. Tutangulize masilahi ya nchi mbele. Na kwa mara ya kwanza Watanzania waone bunge tofauti na sio bunge la kuzomea kutoka nje, kutukanana na mipasho ya kadhalika. Ndiyo maana kwa dhati kabisa nimempongeza sana Mheshimiwa Zitto. Mheshimiwa Zitto, umekomaa. Ninajua hata kwenu kule Kigoma wamekuchagua wana CCM. Ni lazima sasa tujenge dhana ya kutanguliza masilahi ya Watanzania tunaowaongoza badala ya masilahi ya kuzomea na yanaaibisha bunge hili. Bunge ni chombo muhimu sana katika mihimili ya taifa letu. Tunaitwa waheshimiwa wa bunge kwa heshima ya dhamana tuliopewa na bunge hili tukufu. Tutunze heshima hiyo ili tuzidi kuheshimiwa. Aidha, napenda kusisitiza kuwa kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa. Matarajio na matumaini ya Watanzania waliotuchagua na kutupa ridhaa ya kuwaongoza katika kipindi cha miaka ijayo ni makubwa mno. Tuna wajibu wa kuyatimiza. Wanachotaka kuona ni nchi yetu kupiga hatua kubwa za maendeleo zitakazojibu matumaini yao na kutatua shida na kero za wananchi wetu. Nyie na mimi, baada ya miaka mitano toka sasa, tutapimwa kwa namna tutakavyokuwa tumetekeleza mambo ambayo tumewaahidi Watanzania wenzetu. Mimi nina imani kabisa kwa ushirikiano wenu na kwa kufanya kazi kwa bidii na ubunifu tutaweza kutimiza ndoto za Watanzania wenzetu. Mheshimiwa Spika, niliona hili nilizungumze kwa sababu na mimi nimewahi kuwa mbunge katika kipindi cha miaka yangu 20 katika bunge hili. Niwaombe sana